Naam, mtazamaji wa Kipepeo Digital, kwa mara nyingine tena niko hapa katika shule ya Ukwamani ambako leo wamefanya mahafali ya 18 tangia shule hii inaanzishwa. Mgeni rasmi ameweza kuzungumza, lakini vile vile mwalimu mkuu amesema kwamba hii shule ya Ukwamani Secondary School ni shule ya kwanza Tanzania nzima kutoa watoto wengi wanaosoma masomo ya sayansi, lakini vile vile na wazazi nao wameweza kuipongeza shule hii kwa kufanya vizuri, lakini vile vile na wanafunzi nao wameweza kuzungumza. Tusikilize walichokizungumza. Ninaomba nitoe historia fupi ya shule yetu. Shule ya Kawe Ukwamani Sekondari ilianza rasmi tarehe 17 mwezi wa 4 mwaka 2006. Ndugu mgeni rasmi, katika kipindi chote hicho shule imetoa wanafunzi wengi mpaka kufikia leo ambapo wanafunzi wanaokwenda kumaliza kidato cha 4 wako 443. Ndugu mgeni rasmi, katika kipindi chote hicho tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa mafanikio makubwa na hasa ya upendeleo mkubwa sana ambao tunayapata katika shule yetu. Chukulia mfano, watoto waliomaliza mwaka jana ni wanafunzi ambao wameweza kufanya vizuri sana katika somo la hisabati chini ya usimamizi mzuri wa mwalimu Peter John, na watoto hao wamepata A za kutosha, na hata mwalimu huyu tulikuwa na shughuli ya kumzawadia baada ya kuona kwamba ametoa A nyingi kuliko zote katika manispaa ya Kinondoni. Hii inaonyesha wazi kwamba tunatambua jitihada ya somo moja moja kwa walimu. Lakini pia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 kupitia shule yetu wamekuwa wakifanya vizuri sana katika masomo ya science. Wanafunzi wanaomaliza ni wengi sana kama nilivyosema hapo awali, lakini wanafunzi wote wanapata mwelekeo. Wanafunzi wote wanapata mwelekeo. Ndugu mgeni rasmi, kama ukiona hapo jinsi mtoto wetu aliyetoa wimbo anajaribu kuangalia ni nini kilichopo nje ya shule, kwamba hawa wanamaliza kidato cha 4, lakini katunga mwimbo wake mfupi kuonyesha kipaji chake. Anataka kuonyesha nini kilichopo baada ya kumaliza shule. Ndugu mgeni rasmi, watoto wetu sisi wameandaliwa kisaikolojia kwamba watakapohitimu kidato cha 4 wanatambua wapo watakaoendelea na masomo ya advance, wapo watakaoendelea na masomo ya chuo, wapo watakaojiunga na ujasiriamali, wapo watakaotumia vipaji vyao vizuri. Hawa si watoto ambao wanawaza wakimaliza waende wakaajiriwe. Hawa ni watoto ambao wamekomaa vizuri sana katika jambo hili. Lakini kukuthibitishia zaidi, ndugu mgeni rasmi, shule yetu ni miongoni mwa shule zinazochukua masomo ya amali, na watoto wetu wa kidato cha kwanza na cha pili wao wanaendelea na huu mtaala ulioboreshwa ambao unafanya wanafunzi wetu wachukue masomo ya amali, na watoto hao wamejifunza mpaka masuala ya biashara. Mtoto anaambiwa nenda kaanzishe biashara ndogo ndogo. Wanafundishwa namna ya kuzisimamia biashara, wanafundisha masuala ya kufuga, vitu ambavyo wakimaliza shule hawa watoto hawawi mzigo kwa wazazi. Tumeshuhudia watoto wengi wanamaliza, wana degree, wana masters, unamkuta yuko kwenye kochi amekaa anaangalia TV asubuhi mpaka jioni, akibadilisha sana yuko kwenye simu hizi za touch, wako kwenye hizi simu kuangalia nini kinachoendelea, hakuna cha maana ambacho wanakifanya. Watoto hawa wana uwezo wa kutengeneza karanga, wakaweza kuuza wakapata chochote, wakapika vitumbua, chapati na kadhalika. Lakini kwa ruhusa yako ndugu mgeni rasmi, tunao watoto wametengeneza vitu vyao vya amali. Kiangalia meza pale wameandika amali. Amali ni ufundi, amali ni masomo ya ufundi. Wanajifunza kufanya jambo mbalimbali, kazi za mikono na kadhalika. Kwa niombe watoto wenye lakini shule yetu ni ya kwanza kwa Tanzania nzima kuwa na wanafunzi wengi wanaochukua masomo ya science. Hakuna shule ambayo ina wanafunzi 350 plus Tanzania nzima. Nenda katafute mgeni rasmi, utaikuta ni Kawe Ukwamani Sekondari. Hivyo inatufanya sisi kuona ni namna gani hawa watoto tuwafanyie sherehe yao mapema
Baada ya hapo, watoto wetu waendelee kusoma na kufanya practicals za kutosha za science ili mwisho wa siku waweze kupokea matokeo mazuri. Kwa sisi tumeenda kulingana na mazingira na watoto tulionao. Naitwa Chazi Mgaya Nkomberwe, ni mkurugenzi mstaafu wa kampuni ya simu TTCL. Nimekuja hapa shule ya sekondari Ukwamani. Ni shule ambayo naifahamu kwa muda mrefu na nimevutiwa sana na maendeleo ambayo yamekuwa yakiendelea katika shule hii ya sekondari, hasa kwenye upande wa performance ya kishule, na nilivyoomba kuwa mgeni rasmi ikawa ni kitu kimenivutia sana, kwa sababu naifahamu sana na imefundisha mpaka hata watoto wangu. Labda una neno lipi la kuzungumza wewe kama mzazi, kwa sababu mwalimu mkuu ameweza kuasa watoto wasipende mambo ya mitandaoni, wajikite sana tu kwenye masomo. Wewe kama mgeni rasmi, lakini pande mwingine ni mzazi, una neno lipi la kuzungumza? Kumaliza hatua moja ni kuanza kwa hatua nyingine. Hao watoto wetu ambao leo wanahitimu kidato cha 4, hiyo ni hatua moja wamekamilisha, lakini ni vizuri watoto hawa wakajua kwamba hii ndio mwanzo wa hatua nyingine. Kwa hiyo wanapokwenda baada ya mitihani yao watakuwa na muda mrefu sana ambao unaweza wakajiingiza labda kwenye mambo mbalimbali. Wito wangu kwao ni kwamba wajikite kwenye mambo yale ya kimaendeleo, hasa ya kufanya kazi kwa bidii, mambo ya kufuata dini zinavyotuambia, ibada, na kuendelea kujisomea kwa ajili ya kujiandaa kwa hatua nyingine inayofuata. Mwalimu mkuu ameongea vizuri sana, nafikiri siwezi kusema neno moja kila alichokisema, lakini kwa ufupi amewaasa mambo ya msingi sana, wayafuate haya. Shule hii inaongoza kwa kuwa na wanafunzi wengi wa sayansi. Wewe kama wewe na nini la kuzungumza? Ni kitu kizuri, kwa sababu hata mimi mwenyewe ni mnufaika sana wa shule hii. Wanangu walikuwa wamesoma shule mbalimbali, lakini wamepita kwa njia moja au nyingine kwenye shule hii kwa kufundishwa na walimu wa shule hii kwenye masomo ya sayansi. Kwa hiyo ukitoka hapa kwenye masomo ya sayansi inaonekana kuna walimu wazuri sana. Basi ni vizuri wakaendelea kujisomea kwa bidii, na huku watakao kwenda mimi na imani watafanya vizuri, kwa sababu wana msingi mzuri sana kwenye shule hii. Neno la mwisho ni lipi kwa wazazi na kwa shule ambalo unawaachia wewe kama mgeni rasmi? Kwa wazazi, tuendelee kukaa na hawa vijana wetu, tuendelee kuwaongoza na tuamini hizi shule zetu kwamba zinaweza zikafanya mambo makubwa sana. Mimi nina uzoefu na shule hii na nimenufaika sana kama nilivyosema mwanzo na shule hii. Wanangu wote wamepita kwa walimu wa shule hii. Kwa hiyo tuendelee kuwalea na kuwaongoza, waache mambo ya mitandaoni, wasiingize katika vitu ambavyo haviko productive. Wajiingize kwenye mambo ambayo ni productive, hasa mambo ya kielimu, kufanya kazi kwa bidii na kuwasaidia wazazi. Umesema watoto wako wamepita kwenye shule hii. Labda kwa niaba ya mtazamaji, labda watoto wako mpaka sasa hivi wana nafasi gani huko? Wanangu mmoja ameshamaliza chuo kikuu, sasa hivi yuko anafanya kazi kwenye benki ya CRDB, ambaye alianzia hapa shule hii ya fedha, lakini baada ya hapo akawa tuition mbalimbali zote alikuwa anafanyia kwenye shule hii ambayo ni shule ya kawaida sana, lakini ina walimu wazuri. Mwanangu huyu alikuwa amekata tamaa sana kwenye somo la hesabu, lakini nilivyomleta kwa walimu wa hapa kumsaidia alitoka na A na akaendelea mpaka sasa hivi amemaliza chuo kikuu na ni mwajiriwa. Mwingine yuko form 6, anaingia form 6 sasa hivi, naye amepita kwenye mikono hii. Kwa hiyo wanangu wakipita kwenye shule hii mara nyingi wamekuwa na ufaulu mzuri sana. Ni mzazi wa Saumu Ibrahimu. Kwa kweli tunashukuru sana, tumefurahi mtoto wetu amehitimu maliza form 4. Tunashukuru kwa uongozi wa walimu
mtoto wetu yuko vizuri kiukweli. Okay, wanafunzi wameonyesha wana masomo mengine ya biashara, kazi ya kujitegemea. Kwenye hilo unalipi la kuzungumza? Wako vizuri kiukweli, tunafurahia maendeleo yao na tunawapongeza pia walimu kwa kazi nzuri kwa watoto wetu. Kwa hilo tunashukuru sana kwa kweli, tumefurahi na tumeenjoy sana kwa siku hii ya leo. Tunawashukuru, lakini sifa kubwa tunazisikia kwa saa pita, lakini leo ndo tumemjua wengine kwa sababu mtoto wetu anakuja kula na tupa sifa zake. Pascal Peter ni mwanafunzi wa Kayukwa Amani form 4. Namshukuru Mungu na pia nashukuru walimu wetu kwa kuweza kutuvumilia miaka yote minne mpaka leo tumemaliza. Yenyewe pia nashukuru serikali kwa kuweza kuongeza masomo ya amali ambayo yanaweza kuwashukuru wazazi ambao wameweza kutusimamia, kutupa malezi mazuri walimu. Ni hayo tu. Sema asante. Unawaambia nini wanafunzi kuhusu kutekeleza yale ambayo umeaswa? Tutajihusisha sana na masuala ya mitandao. Swala tuliloambiwa kuhusu tusijihusishe na mambo ya mitandao sababu yanatuharibu. Tunakuwa washauri wadogo zangu ambao tunaacha wajiepushe na mitandao. Kukaa sana, unakaa sana muda mtandao inakuwa